wanatengeneza sufuria, wanatengeneza karai, wanatengeneza vitu vingi, zile karai za kutengeneza mandazi, za kuogea, ndio mahali penyewe hapa. Sasa huku hapa kabisa iko kwa sana, yani hata kuelewana labda tutaelewana, lakini wapo kazini. Wacha tuzungumze na mmoja hapa tuambie hali namna gani. Habari gani mama? Niko salama sana. Habari aje? Wewe uko fiti kabisa. Hapa mnatengeneza nini na nini? Kama unatengeneza karai za kuchoma samaki, karai za kuchoma mandazi, na kila aina ya karai yenye unataka. Yaani kijana mdogo wewe. Bado mdogo. Lakini naona unataka hii kazi. Unaambia nini kijana wenzako? Kazi ya kijana wale mwenye hapo nje tunafikiria ni dunia. Tunafikiria ni dunia. Tunafikiria ni adwana ni support to thing. That is right. Ananapa iweke into practice. Iweke into practice. Akitokea kama ni kama hapa kuna opportunity. Anaweza likiwa hapa na makampuni ajionyeshe mwenyewe kwa kufikiria na kueleza. Asijiandamane na kile huko huko. Hata mtaani. Ujiweke kwa vitu anaona inaweza kuokoa life yake ama kufikiria. Hata mama na mama alipendina ajikia mtu anapiga. Aiweke into practice na hiyo ndio Atakuwa bora kabisa. Unakuita nani bwana? Bwana Investigo. Asante sana Steve. Chapa kazi. Na unachapa kazi nzuri kabisa. Asante sana. Tunakaa tu kwenye serikali anasema tukae separate. Kwa maana tunakaa kidogo, mtu mwingine kule, mwingine pale, hata mimi niko huku. Ni hivyo, alafu na kunawa, tunaidumu sana. Ndio. Hapa kwa hiki kitengo naona hapa ni kama mahali mnakuwa vyuma hapa. Mnafanya shughuli gani hapa kwa hiki kitengo hasa? Hapa ni shughuli tu ya kugonga hii chuma. Ikiwa ni tarimbo, tunaigonga. Ile ya kung'oa msumali. Na hamna vifaa vya kujitunza. Kila kupata jeraha hapa huwa anakuwa na gani? Hapa kulingana na pesa yetu tunapataka kidogo. Mtu akaipata jeraha anabidi tu ajimudu mwenyewe. Hakuna pale tunasema tunaenda. Hii ni jeraha nilikuwa nayo. Hii jeraha imepona tu wenyewe nikifanya kazi. Hakuna pale inaweza enda ati ni pata jeraha imepona tu yenyewe. Huku nilipata jeraha imepona tu yenyewe. Nikiendelea na kazi. Sasa unaambia nini serikali? Manake sekta ya jua kali ni muhimu sana katika uchumi wa nchi. Unaweza ukaambia nini serikali kuhusu nyinyi jua kali? Tunaweza sema serikali kama anaweza kusaidia upande wa hospitali. Hiyo ndio shida sana jua kali. Wanajua kazi upande wa hospitali ndio shida sana. Ukisema kama kuna hospitali yenye tunaweza enda kwa urahisi kama area ya jua kali kama area hii inaweza kuwa mzuri sana. Sababu tukipata injury huwa mtu anarudi tu kwa nyumba. Juu una mbele wala nyuma, ni kidogo tu yenye unapata unapelekea watoto. Utaenda na hospitali ya kulipwa. Sasa upande wa hospitali kama wanajua kali kama wanaweza pewa kitu kama insurance nyingine ya chini kiasi inaweza kuwa mzuri. Asante sana Bwana Uma. Asante kwa kuzungumza nasi na tutafikisha maoni yenu. Haya. Shukrani sana. Asante. Tuzungumzie vijana. Unajua umesema hapo ndani wengi wenu ni vijana, kuna wazee na vile, na hapa nje vijana ulia hakuna kazi, wanachagua kazi. Unaweza ukaambia nini? Mambo ya kuchagua kazi ni jambo la kawaida. Kwa kusema kweli, ukiangalia saizi sana tangu tuanze ili tukumbwe na janga la corona, tumekuwa na shida nyingi za kikazi. Unapata kule kampuni vijana wanaachishwa kazi. Lakini sasa kwa sasa hivi
wengine wameamua kuchukua hiyo jukumu ya kujianzishia biashara zao wenyewe. Kama ni kuchagua kazi, ni mtu mwenyewe ataamua ni unataka upate riziki yako ya kila siku, ama wewe ungependa kufanya kazi yote ilali upate vile utajisaidia wakati utakaporudi nyumbani masaa za jioni. So nikisema kwa upande wangu, mimi mwenyewe nimefanya kazi nyingi sana. Nimefanya na NGOs research, lakini bado nimerudi hapa Jua Kali kwa sababu hapa ndio nilianzia kazi zangu mimi. So ningependa kuambia vijana sio watu wa kuchagua kazi, na pia hakuna kazi rahisi. Kazi zote ni ngumu. Unaweza pata kazi rahisi, itakuwa rahisi kwa muda, lakini haitakusaidia kwa muda mrefu. Kwa hivyo ukiwa mtu wa kujituma na kufanya kazi ngumu na upate mapato yako au jasho lako ulikule kwa njia ya haki, utapata ya kwamba utaishi miaka mingi, utakuwa na mpango mwingine mwafaka, ili baada ya miaka kama 15 hivi utakuwa umejiendeleza kama kijana. Na pia najua kukiwa na kusanyiko la watu kama hapa, kuna disputes ambazo zinakuwa ni kuwalete pamoja ili waweze kuelewana. Hizo ndio majukumu kubwa ambayo ni ya association yetu. Ndio. Yeah. Naam, na tumeangalia kwamba wanafanya kazi nyingine pia zinahatarisha afya yao. Kuna hao wanafanya kazi ngumu sana ya kugonga vyuma, kufua vyuma kutumia moto pale. Wakipata majeraha huwa wanapata matibabu kwa namna gani? Tuseme kama association tunawahimiza kabisa kila mtu awe na ile card ya insurance ambayo ni ya serikali, ili akiweza kupata majeraha yoyote anaweza kimbia kwa ile hospitali iko karibu na aweze kutibiwa. Na pia kuna safety measures ambaye tunawalink ama tunawapatanisha na wale ambaye wanatusomeza mambo ya safety. Kuna wakati huwa tunaenda kama Tuku University, wanasomeza mambo ya safety na mambo mingi, ili hata kama ni kufanya kazi, ingawa naona ni ngumu, watumie kama ni groups, wajaribu kujikinga na njia za aina hiyo. Lakini pia tunaomba serikali yetu ikiwezekana, ingawa hatuna mahali ya kujenga kliniki, tungewahimiza ama tungewaomba tuwe na kliniki karibu, ili iweze kuwahudumia, wasiwe wanaenda mbali wakati wanapata majeraha kama hiyo. Yeah. Manake hapa muungano wenu una watu kama zaidi ya 6,000 sasa hivi. Nilipozungumza na Bwana SG akanambia kwamba kuna muungano wenu zaidi ya watu 6,000. Yeah. Na hapa hivi hakuna hata hospitali ama zahanati moja, iwapo wakipata na majeraha hapa wanaweza wakaenda pale. Jamani, hapa kama muungano mnasukuma hili aje kwa serikali, manake pia jukumu lenu ni kuhakikisha kwamba mnawaunganisha na serikali. Kama ulivyosema, muungano mnasukuma serikali kuleta zahanati hapa karibu. Tulikuwa tunawasukuma kabisa kupitia ile ilikuwa ni ya mheshimiwa bibi ya rais, ile ilikuwa inaitwa Zero Leading Air, na tukawa na mahali ambaye tulikuwa tumetenga, ingawa haikufaulu. Tuna mahali ambapo tunaweza weka container na watu wao wanatibiwa hapo. Pia tulikuwa na wengine ambao walikuwa wanajiita sasa dokta, ambaye pia tulikuwa tumewaleta ili waweze kutuwekea clinic. Pia hiyo mambo bado iko, lakini haijakamilika kabisa. Tunafuatilia hiyo jambo ili tuweze kuwa na zahanati karibu. Yeah. Itakuwa bora zaidi ili kwamba wanapokuwa kazini wanakuwa pia wanahakikisha kwamba afya zao zimelindwa na kutunzwa. Ni kweli. Na mwisho wa siku unaweza ukaambia nini serikali kuhusiana na ule mgao ambao ulitolewa hasa kwa kama kichocheo uchumi na Rais Uhuru Kenyatta kwa sekta Jua Kali ili kupigana na athari za janga la corona kwenye uchumi wa nchi? Ombi langu kwa serikali, na mnaweza tazama kamera pale. Yeah, ombi langu kwa serikali yetu ambayo tumependa ya Rais Uhuru Kenyatta
ni kwamba sisi kama Jua Kali ni watu wake, na tuko na challenges mingi ambaye kama wanabiashara na pia kama mafundi ambao tunapitia, sababu ingawa tunakuja kazi tunakuja, lakini unaweza kuta hata mtu anakuja siku 2 siku 3 bila kuuza chochote. Na tunajua serikali kupitia kwa rais imetoa hela ambazo ni za kusaidia ambaye ni vulnerable, na kama Jua Kali tuna baadhi ya hao watu ambaye wanataka usaidizi, na ambaye mpaka saa hii hakuna hata mmoja wetu tunaweza sema amepata. Kwa hivyo ni ombi letu hata serikali ituangalie kama wana Jua Kali ama informal sector, ambapo wanafaa wasaidiwe na njia hiyo. Hata kama sisi wote kunao baadhi ambaye wanahitaji hiyo usaidizi. Ya pili ni wito wa serikali, kwa serikali yetu. Kuna vitu vifaa ambavyo serikali inataka kama vitanda vya hospitali. Tungeomba kama Jua Kali Kamukunji, pia tuko na welders ambayo wanaweza fanya hiyo kazi, na hizo vitanda tunaweza zitengeneza hata ziwe nzuri zaidi. Kwa hivyo tukipewa mgao kama hiyo, tutashukuru serikali yetu na vijana wetu watapata kazi kupitia vitanda kama hivi.